Warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji katika tambihi ya Ramadhan. Ni siku ya 8 ya mwezi wa Ramadhan, ikiwa ni mwaka wa 1447, na inshallah katika bado kusisitiza kuhusu swala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith, lan yalija nar, hatoingia motoni man salla qabla tului shams wa qabla ghurubiha, mtu yoyote ambaye atakayeswali kabla jua halijachomoza, ambao ni salatul fajr, na yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuswali kabla jua halijazama, ambao ni salatul asr. Na ina umuhimu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, kwanza akizungumzia hafidhu ala salawat, hifadhini sala wa salatul wusta, na sana sala ya kati na kati. Baadhi ya mufassirun wametafsiri salatul wusta ikiwa ni salatul asr, na wengine wakiwa na tafsiri mbalimbali. Na katika hili Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akisisitiza katika kuswali salatul asr kuwa ni sawa, mtu ambaye mwenye kukosa salatul asr ni sawa na mtu ambaye aliyefilisika, yani hasara anayoipata. Yani mtu ambaye salatul asr inakuja, alikuwa na fursa ya kuswali lakini akajitia shughuli hapa na pale, na muda ukawa ni wenye kupita na akawa ni wenye kupitwa. Hasara yake ni kama mtu ambaye alikuwa na mali akafika kiwango ambacho akawa ni mwenye kufilisika. Na kuhusiana na salatul fajr, Mtume sallallahu alaihi wasallam tunajua katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akisema wa Qur'an al-fajr, huwa akisisitiza Qur'an inayosomwa katika salatul fajr. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia, akitaja kuwa yani yeyote ambaye ni mwenye kuswali salatul fajr fahuwa fi dhimmatillah, anakuwa yuko katika dhimma, anakuwa katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo haya katika yale ambayo tunakuwa ni wenye kuhitajika kuwa ni wenye kujihimiza katika swala, bali na vile ambao tulizungumza katika kipindi kilichopita kuwa tunatakiwa kuwa ni wenye kujituma na kusisitiza kuhakikisha kuwa tunaswali katika swala ya jamaa tukipata takbiratul ihram, ili tuweze kuepushwa na moto wa jahannam na kuepushwa na sifa kuwa na sifa ya unafik. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema licha ya kuwa tumehifadhi swala zote, lakini salatul fajr na salatul asr inakuwa iko na umuhimu wake, inakuwa ina uzito wake. Na anasema la yalija nar, hatowahi kuingia, yani na tena neno la yalija ni kuwa hatopenya. Kwa hivyo hata kama ni fursa ndogo itakayowekwa, yani hatowahi pata hiyo nafasi ya kuingia katika moto wa jahannam. Na si kuwa ni mtu ambaye anaswali salatul fajr na anaswali salatul asr na akaghafilika katika swala zingine. Ni swala ambao tunatakiwa kuwa ni wenye kuzihifadhi kwa ule utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni wenye kuweka pamoja na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa pia tasahul, kwa kuwa kule kuwa yani ukawa unaswali kwa wakati huku umechelewa, nyingine ukawacha, nyingine namna hii na namna ile, inakuwa ni ile pia inakuwa ni yenye kutuletea adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni kwa wenye kuswali, wale ambao hawaichukulii swala na kwa uzito. Yani bimaana alladhina hum an salatihim sahun, yani nikana kwamba wanasahau, wanaghafilika. Ni mtu ambaye anaona yeye yuko busy sana, ni mtu ambaye anajiona kuwa hiyo time haipo, ni mambo yake ndio muhimu zaidi kuliko swala. Almuhimu ni kuwa lazima tuweze kusimamisha swala zote kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa siku ya Kiyama itakuwa ni swala. Ikiwa swala itakuwa swala yake imefaulu, basi hata amali zake zingine zitakuwa ni zenye kufaulu. Lakini ikiwa kuna kasoro katika swala, basi itatizamwa katika nafila zake, zile swala za sunna zikajazwa na nini, na lakini itakuwa tayari kuna vile viraka. Na almuhimu, kwa hiyo hii inajaribu kutuelezea vipi
umuhimu wa mtu kuwa ni mwenye kufunga na akawa ni mwenye kusimamisha swala, na inakuwa ni makosa mtu ambaye atakuwa amesimama kuwa yeye yupo katika saum, lakini hawi ni mwenye kusimamisha swala. Ima swala zote zinampita, ama baadhi ya swala zinampita, ama anakuwa si mwenye kuswali katika swala zozote. Inakuwa ile amal haiwi ni yenye kukubalika. Kwa hiyo inakuwa ni kama mizan ambayo itakuwa ni yenye kupima amali zingine, inakuwa la msingi kabisa inakuwa ni swala. Kwa hiyo huu ni katika miongoni mwa umuhimu katika mambo ambayo tumesisitizwa kuweza kuyafanya ili tuweze kufaulu katika ibada zetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza miongoni mwa katika hadith anasema, rahimallahu mri'in, Mwenyezi Mungu amrehemu mtu yeyote ambaye swalla kabla al-asri arba'an, ambaye atakayeswali kabla ya salatul asr raka 4, na hadith ambayo iko katika kiwango cha hasan. Na hii ni katika kule kuonyesha na kusisitiza vipi ambao tunatakiwa kuhifadhi swala zetu, vipi ambao tunatakiwa saumu yetu iwe ni yenye kuthibitika. Saumu inakuja mara moja kwa mwaka, swala inakuwa ni yenye kuregelea kila siku. Ni nani ambaye anakuwa na uhakika kuwa atakuwa ni mwenye kupata fursa nyingine ya kufunga saumu nyingine, ili awe ni mwenye kuifunga inavyohitajika? Allah subhanahu wa ta'ala jalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaikum.